Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Basi naalikeni katika tafakari fupi adhimisho hili la ibada ya majivu. Ndugu zangu, kama nilivyokwisha kusema kwamba tunaanza rasmi kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho kitadumu kwa siku 40. Kwa ni kipindi ambacho sote tunaalikwa na kanisa kumrudia Mungu kwa sala, kwa kufunga na kwa kutoa sadaka kuwasaidia wengine. Kwa nini kipindi cha Kwaresma? Kwa nini sisi turudi au tufanye toba? Ndugu zangu, tukianza kusoma Biblia au maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo, tunavyoona Mwenyezi Mungu anavyoumba ulimwengu, kwamba Mungu aliumba ulimwengu, kila alichokuwa na kiumba alikiona ni chema. Na siku alivyomuumba mwanadamu, alivyomwangalia na kuangalia viumbe vyote, basi aliona jinsi gani vilivyo vyema. Ndipo wote tunasoma kwamba Mungu akasema ni chema sana. Tazama nilichokiumba ni chema sana. Kwa hiyo mwanadamu alipewa hadhi ya kuwa mwema. Tunaweza kusema kwamba wema ni zawadi ya kwanza ambayo Mungu ametupatia au amempa kila mmoja wetu. Na wema ndio uliofanya kwamba Mungu anaangalia, anaona sura yake katika vitu alivyoviumba. Kwa hiyo Mungu baada ya kutuumba au kuumba vitu vyake, alivyoangalia akaiona sura yake, akaona jinsi gani ilivyo vyema. Lakini haikuishia hapo. Tunaona kwamba mwanadamu baadaye anaanguka dhambini. Na Mungu anamuuliza, uko wapi? Adamu tunajua alivyojibu kwamba nalijikuta ni uchi nikafichama. Kwa hiyo dhambi ilimfanya ule wema wa Mungu ambao alikuwa anauona mwanzoni katika sura zetu upotee. Kwa hiyo baada ya Adamu kutenda dhambi, kushindwa kuwa mtiifu yeye na mke wake Eva, tunaona kabisa jinsi gani Mungu alivyoadhibu, kwamba toka shetani mwenyewe aliadhibiwa, Eva aliadhibiwa kivyake, Adamu aliadhibiwa kivyake. Lakini haikuishia kwenye adhabu tu. Kwa hiyo adhabu kubwa ya mwishoni kwamba waliambiwa kwamba mwanzoni haukuwa mpango wangu kwamba nyinyi mfe, kwamba lakini sasa kwa sababu mmekosa utii, basi mwisho mtakufa. Kwa hiyo nyinyi ni mavumbi na mavumbini mtarudi. Ni ujumbe ambao leo tutakuwa tunausikia tunavyopakwa majivu. Kwa hiyo unatukumbusha kwamba tumetenda dhambi na adhabu ya dhambi ni mauti. Kwa hiyo kubaki katika hali ya dhambi ni kuionja mauti. Toka kwa wazazi wetu wa mwanzo. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu anatupa nafasi nyingine tena. Kama vile alivyomwacha Adamu na Eva waende katika ulimwengu kupambana na maisha yao, kwamba aliwavika nguo. Kule kuwavika nguo ni kuwapa ulinzi na kuwasaidia katika kupambana kwao, ili waweze kufarijika kwamba Mungu hajawaacha kabisa. Licha kuwa wameadhibiwa, bado Mungu anawapenda. Licha kukumbana na magonjwa, ajali mbalimbali, mambo mbalimbali mabaya, lakini Mungu bado anawapenda au anampenda mwanadamu. Kwa hiyo ndugu zangu, tukirudi katika adhimisho hili la Jumatano ya Majivu. Kwa nini Jumatano ya Majivu? Tunasema kwamba majivu, Jumatano ya Majivu kama nilivyosema ni ufunguzi wa kipindi cha Kwaresma. Na hicho kipindi kitadumu kwa siku 40, siku ambazo sote tunaalikwa kuacha shughuli zetu, kupunguza starehe, kutoka katika maisha au mazoea tuliokuwa tumeyazoea, ambayo kwa namna moja au nyingine alitufanya tuwe mbali na Mungu, tuwe karibu na Kristo, tusafiri na Kristo. Kristo anavyoenda jangwani, anakaa siku 40 akijaribiwa. Basi tujifunze mengi kutoka kwa Kristo ambaye ataongoza kipindi hiki cha Majilio. Kwa hiyo tukisafiri vizuri na Kristo hii siku hizi 40, basi kama vile Yesu alivyotoka akiwa mshindi, basi ndivyo hivyo nasi tutakavyoibuka kuwa washindi wa mambo mengi ambayo ya ulimwengu huu ambayo yapo kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo
majivu ambayo tutapakwa leo hii ni alama ya toba, kwamba sisi tumemkosea Mungu kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo baadhi yetu labda pengine kwa mwaka tunasali mara moja, labda ndio wengine tunapakwa majivu basi tunapotea, hatutakuja tena. Somo la pili limetuambia tusipokee neema ya Mungu bure, kumaanisha kwamba maana moja hapo kwamba tusipokee neema hii kwamba tunaomba toba lakini hatuwezi kuidhihirisha katika maisha yetu. Hiyo neema haitafanya kazi na hatuwezi kupata baraka yoyote ambayo tunategemea au tunapenda kuona Mungu anatubariki. Kwa hiyo ndugu zangu, alama ya toba ambayo itawakilishwa na majivu ambayo tutajipaka katika paji zetu za uso, kwamba inatuwakilisha kwamba inatuita au kutualika tuweze kuwa wanyenyekevu na kujitambua kuwa sisi ni mavumbi. Sisi hatutaishi milele. Sisi hatuna uwezo wa kujitegemeza wenyewe au wa kujipa maisha, kwamba kuna mtu au kuna kitu ambacho kinatendesha maisha yetu. Na hicho kitu ni Mungu ambaye kwa namna moja au nyingine tumemkosea pakubwa sana. Na kwamba tunahitaji neema yake ili iweze kutuongoza na kutusaidia katika maisha yetu. Kwa hiyo majivu katika paji la uso ni alama ya toba ya kujinyenyekesha na kujiandaa vema kuishi au kuitumia vema neema ambayo Mungu anatushushia au anatupatia kupitia ibada ya toba, ibada ya majivu ndugu zangu. Kwa hiyo ndugu zangu, majivu yanatukumbusha kwamba sisi ni wahitaji. Sisi ni wahitaji kwa sababu sisi hatujajiumba, kuna mtu ametuumba. Na kama binadamu hakuna mwanadamu aliyekamilika. Ni kumaanisha kwamba sisi wote tuna uhitaji wa jambo fulani. Na Mungu pekee ndiye anayeweza kututimiza kwa hayo yote. Kwa hiyo na maana nyingine kwamba hatutaishi milele. Kuna siku mimi nitakufa, wewe utakufa. Kama vile tunavyopita makaburini kuona makaburi mengi ya watu ambao pengine tuliwajua vizuri, tuliishi nao, tulikuwa marafiki nao, lakini leo hii wametangulia. Kwa hiyo hata sisi pia tutafuata mkondo huo. Lakini kwa sisi ambao wa Kristo, kuona makaburi au kufa au kuzikwa sio mwisho wa maisha yetu. Kama vile Kristo alivyoibuka kwa mshindi wa mauti, basi na sisi tukiishi vema neema ambayo tunaipokea, neema ya kuwa watu wa toba, watu wa kusali, watu wa kufunga, watu wa kufanya kujitolea, kujitoa sadaka, basi mwisho wetu ni mbinguni na wala sio kaburini. Kwa hiyo asili ya kifo chetu kama nilivyokwisha sema ni adhabu ambayo walipewa Adamu na Eva walivyoambiwa kwamba nyinyi ni mavumbi na mwisho wa siku mtarudi mavumbini, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 19 inavyosema kwamba kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotwaliwa, maana wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa hiyo ndugu zangu, tutambue sisi ni wapitaji. Ni wapitaji. Kuna siku tutaondoka. Siku gani hatujui. Ila Mungu siku zote anatupatia nafasi ya kujiandaa vizuri na siku hiyo ya mwisho itakapofika. Tunajiandaje? Tunajiandaje kama Wakristo? Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kila mmoja wetu kujitafakari hasa kuhusu maisha yetu. Ni kipindi kinachotoa fursa ya kutafakari juu ya dhambi zetu kila mmoja wetu. Sio kipindi cha kunyoshana mikono, wewe ni mdhambi, wewe ni mdhambi, au kuangalia wengine zaidi. Ni kujitafakari maisha yako, moyo wako umebeba mambo gani? Unafanya mambo gani ambayo yanaendana na mpango wa Mungu? Au unaishi vipi kulingana na jinsi Mungu alivyokuweka duniani? Unaitumiaje neema ambayo Mungu alikujalia? Unafanyaje ili kufanya ule wema ambao Mungu aliuona mwanzoni, siku ulivyoumbwa, tulivyozaliwa, tulivyokuwa tunapendwa na watu, kwamba tunaona kwamba tunaonekana ni malaika. Je, ile hali au ile sura ya umalaika ambao tulikuwa inaonekana kwa wazazi wetu au kwa watu waliokuwa wanatuona baada ya kuzaliwa, je, tumeitunza kwa kiasi gani? Kwa hiyo nafasi ya kutafakari maisha yetu na namna tunavyoishi. Tunaitumiaje neema ya Mungu? Tunaendeleaje kuienzi, kuitumia au kuiheshimu ile hadhi ambayo Mwenyezi Mungu alitupatia ya kuwa watu wema?
tunaalikwa kujifunza kutoka kwa Kristo mwenyewe. Ni safari ya kutafakari na kufuatana na Yesu akiwa jangwani akijaribiwa, lakini mwisho wa majaribu aliibuka mshindi kwa kushinda tamaa ya dhambi, majaribu na hila za shetani. Kwa ndugu zangu, katika maisha yetu tunajua kwamba tunapitia mahangaiko mbalimbali. Tunapambana kwa namna mbalimbali. Tunakutana na mazingira ambayo kwa namna moja au nyingine yanatushawishi tuingie dhambini au tufanye dhambi. Tunakutana na mambo ambayo yanatufanya labda tuonekane tupate labda hasira ya kutenda dhambi, kuwafanyia ubaya wengine. Tunakutana na mazingira mbalimbali. Lakini hayo mazingira yote tunapokuwa na Kristo au tukimchukua Kristo awe mfano wetu, basi tutaitumia vema nafasi ambayo Kristo anatufundisha ya kumtumainia Mungu daima, ya kuacha Mungu atende haki yake na sisi kufanya ile haki ambayo ni wajibu wetu kama wa Kristo. Hivyo basi tunapaswa kuishi na Kristo ili nasi tufanikiwe kuwa washindi katika ulimwengu huu wa mateso, dhiki, magonjwa na kila aina ya ubaya. Kwa ndugu zangu, mwaliko wa Kwaresma katika siku hii tunavyoanza Kwaresma Jumatano hii ya majivu. Kwa hiyo isiwe ndio mwisho leo, kwamba leo ni mapako majivu, basi leo nitafanya tu toba, au leo nimefunga kwa sababu ni wajibu wangu, au ni amri ya kanisa ya kufunga Jumatano ya majivu, lakini kesho narudia maisha yangu ya zamani. Hatutakuwa tumeitumia vema neema ambayo leo hii tunaipokea, neema ya kujinyekesha mbele za Mungu kwa kuomba toba kwamba sisi tu wakosefu, tunahitaji neema na huruma yako, kwa sababu wewe Mungu ni mwenye huruma na mwingi wa rehema. Somo la kwanza limetukumbusha vizuri sana kwamba sifa za Mungu wetu ni wa aina gani. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mwaliko wa kuanza upya. Hatujachelewa. Kitabu cha somo la kwanza, kitabu cha nabii Yoeli anatuambia, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kwa hiyo sio kwa moyo nusu, bali kwa mioyo yenu, kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Tunaweza kuongeza hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, sometimes unaweza kujiuliza katika maisha yako, labda wengi ni wafanyakazi, wengi wafanya biashara, wengi labda wanafunzi au watafuta kazi. Unajiuliza, napambana sana lakini sifanikiwi. Kwa sababu gani? Unaweza kupata majibu tu kwa kupitia tu kwa kuangalia. Mungu anasema tumrudie kwa mioyo yetu yote. Tunaweza kuongeza kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote. Lakini tunaweza kujiona kwamba tunamtolea Mungu nguvu kidogo, au kwa moyo nusu tu, au kwa akili yetu kidogo tu ndio tunampa Mungu. Mambo mengine tunakuwa kwenye mambo yetu. Mungu hawezi kubariki ukiwa mtu nusu nusu au ukiwa vuguvugu. Ni bora kuwa baridi au kuwa moto. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kipindi kinachotufungua tujitafakari ili tupate baraka. Lazima tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote, kuacha dhambi, kukusudia kuacha dhambi na kufanya jitihada kuepukana na hivyo vishawishi au tamaa au mazingira ya dhambi. Vishawishi vitakuwepo tu kwa sababu sisi ni binadamu. Hata ukiungama au ufanyiki malaika, bado utaendelea kuwa mwanadamu. Bado utaendelea kuishi katika mazingira labda kwa namna moja au nyingine yamekuangusha dhambini. Kwa hiyo mazingira hayo utayashinda vipi? Unapokuwa na Kristo, Mungu anakupa nguvu, anakupa neema ya kushinda dhambi, ya kushinda tamaa mbaya. Kwa hiyo ndugu zangu, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kuziishi nguzo tatu: kusali, kufunga na kutoa sadaka. Kusali, tuwe na muda wa kusali, sio tu Jumapili, lakini unapokuwa na muda nyumbani kila siku. Jamani, tujitahidi angalau tenga muda wako kumuomba Mungu, kumshukuru Mungu na kuomba neema ya Mungu ikuongoze. Ujitambue kwamba wewe ulikuwa na hadhi nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu toka ulivyozaliwa, lakini ilipotea baada ulivyoanza kutenda dhambi. Lakini Mungu licha kukuweka ulimwenguni, hata kama unapitia magonjwa, hata kama unapitia taabu nyingi za namna mbalimbali, Mungu hajakusahau. Bado amekupa nafasi nyingine ya kumrudia. Je, tunaitumiaje nafasi hiyo sisi kama Wakristo?
tutenge muda wetu kusali vizuri. Kufanya matendo ya huruma ni nguzo nyingine ambayo kanisa kipindi cha Kwaresma inatualika. Matendo ya huruma yamegawanyika katika sehemu kuu mbili: matendo ya huruma ya kiroho na matendo ya huruma ya kimwili. Matendo ya huruma ya kiroho na ya kimwili. Kimwili, kuwasaidia wenzetu wahitaji, wale tunaoishi nao, kujenga jamii au jumuiya yenye upendo, ambayo jumuiya itaonja upendo wa Mungu ndani yao. Sisi ni binadamu, tunaishi na wenzetu, hatujalingana. Kuna wengine matajiri, kuna wengine maskini, kuna wengine wanakazi, wengine hawana kazi. Kwa hiyo ni jamii au jumuiya yenye mchanganyiko mbalimbali wa watu. Kuna wengine wana matatizo makubwa zaidi ya wengine. Kwa hiyo sisi ambao tumejaliwa nafasi fulani au hadhi fulani ya Ukristo wetu, kujitambua kwamba tuna nafasi au tuna wajibu wa kuwasaidia wenzetu, wa kuwasaidia hasa wale wahitaji. Kipindi cha Kwaresma hiki kitatualika kila mmoja ajitoe kwa namna anavyoweza kwa ajili ya wahitaji, wale ambao wanakosa msaada. Kwa kila mmoja wetu akajitafakari kuanzia leo hii tunavyopakwa majivu, ni kitu gani utakifanya kumsaidia mwenzako. Lakini matendo ya kiroho ni pamoja na kuwaombea, kusali, kuwaombea wenye shida mbalimbali, kuwaombea marehemu, kuwaombea wahitaji. Hayo matendo ya kiroho. Ndugu zangu, hili jambo ni la muhimu na la msingi sana. Kama nilivyokwisha kusema, sisi binadamu sometimes tunajitafakari kwa nini hatufanikiwi, au nafanya biashara sana lakini sioni mafanikio au sioni faida. Nasoma sana lakini mwisho wa siku nafeli. Kuna kitu gani ambacho nimemkosea Mungu? Kwa hiyo ukijitafakari, pengine unashindwa kutimiza wajibu wako vizuri, hasa kutimiza matendo ya kiroho, kuwaombea wengine. Kipindi cha Kwaresma kutukumbusha sisi hatuishi milele. Hasa jamani, tuombee marehemu, wale waliotangulia, kwa sababu ni watu walioishi kama sisi lakini leo hii hawapo. Utapataje furaha, utapataje mafanikio wakati una mzazi ambaye amefariki, au una rafiki yako ambaye ulikuwa unampenda lakini leo hayupo, lakini hata siku moja hujawahi kumuombea misa, alafu nataka Mungu akujalie furaha? Hiyo furaha utaifanyia nini wakati ile furaha ambayo alikupa umshirikishane na mwenzio lakini leo hayupo? Iwe mzazi wako, iwe rafiki au mtoto au familia au ndugu yoyote, hujawahi hata kumuombea. Utapataje furaha? Utapataje mafanikio ambayo unamwomba Mungu? Kwa kipindi cha Kwaresma kitukumbushe wajibu huo wa kutenga muda wetu kuwaombea waliotutangulia, kwa kuwaombea misa takatifu, na hata katika sala zetu binafsi tuombee waliotutangulia. Mungu atatubariki na atatusaidia, na hata pengine kutufanikisha kwa yale ambayo tunayapenda hata si wenyewe kuyaona. Kwa hiyo mwisho nasema kwamba Jumatano ya Majivu itukumbushe kwamba kutafuta neema ya Mungu ni kuwa na imani kwamba Mungu ni mwenye huruma na anatusamehe. Mungu ni mwenye huruma na anatusamehe, na anataka tuitumie siku hiyo neema tunayopokea leo siku zote, sio siku moja. Ndipo nia yetu njema ya kuomba toba kwa Mungu itakaa nasi na tutapata baraka tunazozitamani. Daima Mungu anatupatia nguvu za kuishi maisha ya kweli kama Wakristo. Kwa kumtafuta Kristo na kwa kuishi na neema yake, basi Mungu anatujalia nguvu ya kuishi vizuri kama Wakristo. Huu ni wito unaosisitiza nguvu ya neema ya Mungu katika maisha yetu, ikitukumbusha kwamba hata tunapokuwa wakosefu tunaweza kurudi kwake kwa moyo wa toba. Pale tukimrudia Mungu kwa moyo wa toba au kwa moyo radhi, Mungu yupo radhi kutusamehe. Kwa hiyo haijalishi tumetenda makosa makubwa kiasi gani, kanisa linatupa nafasi nyingine ya kumrudia Mungu kwa mioyo yetu yote, pasipo kujibakisha, kwamba kweli ninajitambua nimemkosea Mungu na ninaomba toba kwa Mwenyezi Mungu. Ninataka kuacha dhambi, najuta dhambi zangu nilizozitenda kipindi chote cha nyuma, kwa toba ya kweli. Kwa hiyo huu wito wa toba, kila mmoja wetu ajiulize ni jinsi gani ameweza au umeweza kumsaidia kuleta mabadiliko chanya katika maisha yake na maisha ya jumuiya. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda
hasa kwamba tutumie nafasi hii, tutumie kipindi cha Kwaresma kuitumia toba kama nafasi ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Na kama Kristo alivyotueleza katika Injili, namna njema ya kusali, namna njema ya kutoa sadaka, namna njema ya kuwasaidia wengine. Tusifanye mambo hayo kwa kutaka kuonekana kwa watu. Tusifanye au tusisali ili tusifiwe na watu, bali tusali katika hali ya utulivu, tusali katika mazingira ambayo Mungu pekee ndiye atakayejua nafsi zetu au mioyo yetu kweli inasali. Lakini tukisali tukitaka tu kuonekana kwa watu au kuwaridhisha watu wengine, hatutapata neema ambayo Mungu anawapa wale wanaomrudia kwa toba ya kweli. Hata tunapotaka kuwasaidia wengine, tusiwasaidie kwa kutaka kuonekana. Tusiwasaidie mpaka kwamba tusisubiri kwamba tuonekane kwenye media au tuonekane kwa watu kwamba tunamsaidia mtu fulani. Tunaishi na wenzetu maskini au wengine hapo vijijini, wengine tunaishi nao, basi tujitahidi kuwasaidia hao kwa moyo wetu wote, na ndipo Mungu atatushushia baraka. Na hata tunapofunga tusitoe kwamba matangazo, mimi nafunga, lakini Mungu anaishi sirini, atakuona kwamba wewe umefunga. Unakuwa mtu msafi, unatekeleza wajibu wako vizuri. Kutimiza wajibu zetu, ndugu zangu, kunasaidia pia kutupunguzia adhabu ya tunazostahili kutokana na dhambi tulizozitenda. Kwa hiyo Mungu atusaidie na Mungu atubariki. Leo hii tunapopakwa majivu, basi alama iishi mioyoni mwetu, alama ituongoze kwamba sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi, hatutaishi milele. Kama vile tunavyowaona wenzetu waliofariki, basi nasi pia itukumbushe kwamba siku yetu moja itafika. Kwa hiyo ni vizuri ukiwa unapita hata makaburini, basi piga tu ishara ya msalaba ukisali, raha milele wape Bwana na mwanga milele uangazie. Utakuwa umefanya matendo ya kiume ya kuwaombea waliotangulia. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu awabariki na Mungu atubariki sote na atujalie kweli katika kipindi cha Kwaresma na mwanzo adumu siku zote. Mwanzo ambao utajenga uimara wetu kwa sababu Kristo wetu au toba yetu haishi tu kipindi cha Kwaresma, bali natuandaa tuweze kuishi vizuri, tuweze kuishi utakatifu maisha yetu yote. Basi tukiishi hivyo na Mungu na atakuwa ngao yetu muda wote ambapo tunamhitaji. Tumsifu Yesu Kristo.